Hii documentary ambayo ilifanywa na BBC imemuibua Roma Mkatoliki na kutoa yake ya moyoni, hususan kipande ambacho alikuwa anazungumza Hilda Newton. Na ni documentary ambayo kuna baadhi ya viongozi ambao pia wamereact ama wamezungumza kujihusu, mmoja wao akiwa ni John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa Chadema, ambaye na mwenyewe alizungumza kwa hicho ambacho alikuwa nacho cha moyoni kuhusiana alichokisema Sativa. Sasa tukiachia mbali Sativa bana, Roma ameamua ku-highlight ama kufocus kabisa na alichokisema Hilda Newton ambaye ni mwanachama wa chama cha Chadema, na akasindikiza na caption. Nataka nikupe kwanza caption ambayo Roma alikuwa ameiandika, ambayo kwake alikuwa ameitupia lawama sana serikali kwa mauaji na utekaji ambao umejitokeza Tanzania. Sasa Roma Mkatoliki alikuwa ameweka kipande cha video akizungumza Hilda Newton, lakini pale chini akasindikiza na caption ambayo aliandika hivi: ukimsikiliza Hilda utagundua watekaji ushirikiana na viongozi wakuu wote, ndiyo maana wanaongea kauli moja kwamba Hilda aweke sign, amejidhamini mwenyewe, tena wanalazimisha aweke fingerprint ili wakishamaliza na kesi ikienda court, ndugu wakisema sign ni forgery, wanaletewa ile fingerprint, game over. Sasa baada ya matukio haya, tazama kauli za viongozi. Interview ya ex-speaker, msemaji wa serikali, wakuu wa vyombo vya usalama na viongozi wakuu wa serikalini wakiulizwa kuhusu utekwaji wa raia, wakawa wanajibu kuwa watu hawajatekwa, pengine mtu ameamua kwenda nchi nyingine kutafuta maisha, au sijui zile stori za wamekuta miili kwa waganga, kumbe ni watu wameshamalizwa kimya. Hawa wanaweza hata kwenda kukuulia guess, then wakasingizia marehemu alichepuka kajiua kwa wivu wa mapenzi. Pole sana Hilda Newton, be safe all day buddy. Yes, ndio mwisho wa nukuu ya alichokuwa amekiandika Rhymes of Magic Attraction Roma Mkatoliki kuhusiana na serikali na kuhusiana na pia kauli ambazo alikuwa amezitoa Hilda Newton. Kwa upande wa Roma Mkatoliki anaamini kwamba huu mpango wote wa mauaji na utekaji huo unafanywa na viongozi, na sio kiongozi mmoja tu, baadhi ya viongozi wa serikali, na ndio maana wote huwa wana kauli ambazo zinafanana, kwamba akishazungumza kama ex-speaker kwa mfano ama kazungumza msemaji wa serikali, kauli zake hazitofautiani kabisa na viongozi wenzake. Sawa, anaamini kabisa kwamba ni script ambao huwa kabisa imepangwa, na huwa wamepanga mpango ambao wanajua kabisa kwamba utawasitiri mpaka siku zijazo, kwa maana kwamba hata ikatokea mtu ambaye alikuwa amemteka amefariki dunia, kuna vitu ambavyo huwa wamevitanguliza mbele kabisa, yani wapo mbele ya muda, ili kuhakikisha kwamba hawaingie kwenye matatizo ama hawaingie kwenye mtego kuja kusema kwamba serikali imehusika katika kumuua. Sasa Roma ametupa lawama hizi kwa mujibu tu wa hicho ambacho alikuwa anakisema Hilda Newton kwenye interview ambayo alikuwa anaifanya na shirika la BBC. Anaamini kwamba serikali ina mkono mkubwa sana na ina nafasi kubwa sana katika mauaji na utekaji ambao ukishuhudiwa, na ndio kauli ambazo pia alizitoa naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche, na yeye alikuwa anazungumzia kuhusiana na utekaji, na akapigia mfano utekaji wa Sativa na kusema kwamba tukiacha mbali namna ambavyo Sativa alitekwa, basi kuna wengi sana ambao wametekwa na kuuawa na kutupwa kwenye mbuga za wanyama waliwe, ili evidence ama ushahidi upotezee huko. Sijui kama unakubaliana alichokisema Roma na alichokisema pia John Heche. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.